Umoja wa madaktari wanawake wa Kiislamu MMSF wameungana na kuanzisha mfuko wa matibabu kwa watoto wasiojiweza ili kupunguza madhara mbalimbali yanayosababishwa na ukosefu wa matibabu, vikiwemo vifo vya watoto. Hafla ya uzinduzi wa mfuko huo imefanyika leo Mei 17 jijini Dar es Salaam na kuongozwa na mgeni rasmi ambaye alikuwa ni CAG mstaafu Profesa Musa Asad, ambaye amewapongeza madaktari wanawake kwa kuanzisha mfuko huo na kutanabaisha kuwa utasaidia kuonyesha mchango wa wanawake katika malezi ya watoto na matibabu. Mimi naitwa Musa Juma Asad, nimekuja hapa kama mgeni rasmi katika hafla hii ya kuzindua ili shirikisho la kina mama madaktari Waislamu. Tunafanya jambo hili ili kuhakikisha kwamba kina mama wanatoa mchango wao mkubwa, si katika kuwalea watoto, lakini pia katika matibabu na mambo kama haya, wale ambao wamejifunza na kuwekeza katika kujifunza katika udaktari. Watanzania kwa ujumla, mimi nawataka wachangie katika kutoa huduma. Yaani ikitokea kama hivi kina mama wana uwezo, wanahitaji msaada, basi tuwe tayari kutoa msaada ili jambo hili lifanikiwe. Kwa kweli tunashukuru sana kwa uwekezaji uliofanyika. Kwa kweli siku hizi ukienda katika hospitali za wilaya tunakuta kila kitu kipo, vipimo vyote vipo, na hili ni jambo ambalo zamani ilikuwa ni ndoto tu, lakini sasa hivi alhamdulillah limewezekana, na tunatoa shukrani kubwa sana kwa jambo hilo. Inshallah Mwenyezi Mungu atamlipa kwa jambo hilo. Jina langu naitwa Abdallah Hassan Makame, ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki na wakilisha wananchi katika bunge la Afrika Mashariki, na nimefurahi kwa shughuli hii kwa sababu mbalimbali, lakini kubwa ni kwa sababu kwanza tasnia ya kitabibu, madaktari tena wa jinsia ya kike wamejitambua, na katika kujitambua wameanzisha huu utaratibu wa kuweza kuwapatia huduma watoto wadogo wasiojiweza. Kwa upande wake mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame amesema uzinduzi huo umethibitisha wito walionao madaktari wanawake na kukiri kwamba mfuko huo utakuwa ni msaada mkubwa kwa watoto wasiojiweza na kusaidia maisha wa Tanzania kuwa bora zaidi. Mimi ni mdau wa maendeleo na ni mdau wa kuona tasnia ya afya inaendelea katika maadili na kutoa huduma bora, kwa sababu hata kule katika bunge la Afrika Mashariki mimi ni mjumbe wa kamati ambayo inahusiana vile vile na masuala ya afya na huduma za jamii. Kwa hiyo nimekuja hapa kuwaunga mkono hawa dada zangu na ndugu zangu kwa sababu ya hili jambo ambalo linagusa jamii nzima. Nimeguswa na mimi, nimekuja kuungana nao, na nimewaahidi kwamba mimi nitakuwa nao bega kwa bega, mkono kwa mkono, inshallah nikiwa katika bunge, na nitakapokuwa nje ya bunge tutakuwa pamoja, kwa sababu hili ni jambo ambalo ni la kibinadamu zaidi. Kwa hiyo tutaenda hivyo pamoja inshallah. Mimi niko nao kwa wakati wowote, muda wote, masaa yote inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie kwa pamoja tuweze kuliona hili jambo linafikia lile lengo ambalo limekusudiwa. Naye mwanzilishi wa mfuko huo na mwenyekiti wa MMSF Dr. Asha Mahita amesema mfuko huo ni mahususi kwa watoto wasiojiweza bila kujali dini zao, na utasaidia kufikia malengo ya serikali katika eneo la matibabu kwa watoto wasiojiweza na kuondoa changamoto kwa familia. Mimi naitwa Dr. Asha Mahita, ni mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Kiislamu madaktari, ambao leo tumefanya uzinduzi wa mfuko wa kusaidia matibabu kwa watoto ambao hawana uwezo. Kwa hiyo inaitwa Muslima Medical Support Fund. Alama ambayo tumeweza kuiweka ni kwamba tumeweza kuanzisha kitu ambacho kitasaidia kucomplement effort ya serikali katika kuhakikisha kwamba Watanzania hususan watoto wanafikia ile universal health coverage yani. Kwa hiyo tumeweka alama
Kwa hiyo sisi tuko bega kwa bega na serikali kuhakikisha kwamba tunafikia hili lengo. Kwa hiyo na kwa kufikia hili lengo, maana yake kwamba mtoto wa Kitanzania bila kuangalia kabila lake, bila kuangalia dini yake, ambaye hana uwezo atapata msaada wa matibabu kwa kukatia bima ya afya, na itaondoa changamoto kwa familia, kwa sababu kama mnavyofahamu kwamba mtoto akiumwa wazazi wanapata shida. Sasa wazazi wakipata shida ambapo hawana kipato cha kumgharamia ule mtoto matibabu, pia kufikiria jinsi ya kutafuta riziki nyingine inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi tunakuwa tumesaidia kuokoa huu mzigo kwa wazazi. Wito wangu kwa Watanzania, kwanza tunakaribisha wadau mbalimbali ambao tuweze kushirikiana, kwa sababu uhitaji ni mkubwa, watoto ni wengi. Ukiangalia kwamba kwa sensa Tanzania ina wananchi zaidi milioni 61, na hapo tukasema watoto chini ya umri wa miaka 18 wanaweza kuwa hata takriban milioni 20 na kitu. Sasa katika hapo kuna percentage ambao hawana uwezo, na siamini kama ambao hawana uwezo kwa takwimu wakawa chini ya milioni 1, wanaweza kuwa zaidi ya hapo. Sasa you can imagine uhitaji jinsi ulivyokuwa mkubwa. Kwa hiyo tuungane tuweze kulifanikisha hili. Furaha yangu ni kwamba ndoto imetimia, na namshukuru Mwenyezi Mungu, na namuomba Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kufikia wengi wahitaji. Na tunaomba kwa sababu hii ni ibada, tumeamrishwa kwenye dini yetu, hii ni ibada, basi Mwenyezi Mungu atukubalie ibada yetu.